Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ-San Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja. Ikiwa ni Julai 3, mkombozi, mchungaji mnyenyekevu, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Kutoka 3 mstari wa 4 na wa 5. Tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako tunapoenda kujifunza maandiko yako ya asubuhi ya siku ya leo. Tuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Wakati wa ukombozi wa Israeli ulikuwa umefika, lakini kusudi la Mungu lilikuwa litimizwe kwa namna ya kutwezwa kwa kiburi cha wanadamu. Mkombozi alipaswa kutokea kama mchungaji mnyenyekevu, akiwa na fimbo tu mkononi mwake. Lakini Mungu angeifanya fimbo hiyo kuwa ishara ya uweza wake. Siku moja, akiwa anaiongoza mifugo yake karibu na Horebu, mlima wa Mungu, Musa aliona kijiti kikiwaka moto. Sauti kutoka motoni ilimuita kwa jina lake. Kwa mdomo itetemekayo aliitika, mimi hapa. Alionywa asisogee pasi na kicho. Pole na kicho vinapaswa kudhihirika katika mwenendo wa wote wanaokuja katika uwepo wa Mungu. Katika jina la Yesu, tunaweza kuja mbele zake kwa ujasiri, lakini hatupaswi kumkaribia kwa ujasiri wa kiburi, kana kwamba yuko sawa nasi. Kuna wale wanaozungumza na Mungu mkuu, mwenye uweza wote na mtakatifu, ambaye anakaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, kama ambavyo wanazungumza na mtu aliye sawa nao, au hata aliye duni kwao. Kuna wale wanaotenda katika nyumba yake kwa namna ambayo wasingethubutu kufanya katika chumba cha mkutano na mtawala wa kidunia. Hawa wanapaswa kukumbuka kwamba wako mbele zake, yeye ambaye maserafi wanamsujudia, ambaye mbele yake malaika hufunika nyuso zao. Mungu anapaswa kuheshimiwa sana. Wote wanaotambua uwepo wake kwa kweli watainama kwa unyenyekevu mbele zake. Musa alipongoja kwa unyenyekevu wakicho mbele za Mungu, maneno yaliendelea, haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu, hao wana wa Israeli katika Misri. Akiwa ametekwa na kuogofya kwa amri ile, Musa alisita. Musa aliona mbele yake ugumu ulioonekana kushindikana. Ni ushahidi gani angewapa watu wake kwamba kwa hakika Mungu amemtuma? Ushahidi uliovutia hisia zake mwenyewe sasa ulitokea. Aliambiwa atupe fimbo yake chini. Alipofanya hivyo, iligeuka kuwa nyoka, na Musa alikimbia mbele yake. Aliamriwa kuichukua, na kisha ikageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Bwana alimhakikishia Musa kwamba watu wake mwenyewe pamoja na Farao walipaswa kusadikishwa kwamba mmoja aliye mkuu kuliko mfalme wa Misri alidhihirika miongoni mwao. Mungu alibariki utii wake ulio tayari, naye akawa mwenye kusema kwa ufasaha, mwenye tumaini, mwenye utulivu, na aliyefanywa kufaa sana kwa ajili ya kazi kubwa zaidi kupata kupewa mwanadamu. Huu ni mfano wa kile Mungu anachofanya ili kuimarisha tabia ya wale wanaomwamini yeye kabisa na kujisalimisha wenyewe bila mipaka kwa amri zake. Utasoma Patrick
and Prophets, ukurasa wa 251 hadi 255. Huu ni mwisho wa somo la Julai 3, mkombozi, mchungaji mnyenyekevu. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako. Tunaomba masomo haya kabadilishe maisha yetu na yatusogeze zaidi karibu na wewe kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Kumbuka, Yesu akiinuliwa juu, maisha yanabadilika. Mungu akubariki. Anakuja, Yesu